Narudilia tena somo letu. Nitachukua tena ingine dakika 13. Turudilie tena hii mafundisho yetu. Maana sijua kama kuna wengi walinifuata. Naanza tena. Tuna imba wimbo wa namba 115 katika kitabu chetu cha wokovu. 115. Pendo la Mungu ni kubwa, pasha habari hiyo. Pendo la Mungu ni kubwa, mwanzo wa nyimbo zote. Malaika walioimba, wachunga wakasikia. Tunafurahi kujua, haleluya, pendo la Mungu ni kubwa. Pendo kuu, pendo kuu, pendo kuu, haleluya, pendo la Mungu ni kubwa. Pendo la Mungu ni kubwa, kwako uliye mbali. Pendo la Mungu ni kubwa, anakuhurumia. Ukiendeye kisima kile kinachotoka Golgotha, utaupata uzima, haleluya, katika pendo la Mungu. Pendo kuu, pendo kuu, pendo kuu, haleluya, pendo la Mungu ni kubwa. Pendo la Mungu ni kubwa, kwako uliye mbali. Pendo la Mungu ni kubwa, anakuhurumia. Ukiendeye kisima kile kinachotoka Golgotha, utaupata uzima, baba yangu, katika pendo la Mungu. Pendo kuu, upendo kuu, upendo kuu, haleluya, pendo la Mungu ni kubwa. Pendo la Mungu ni kubwa, kwako uliye mbali. Pendo la Mungu ni kubwa, anakuhurumia. Ukiendeye kisima kile kinachotoka Golgotha,
utaupata uzima ndugu yangu katika pendo la Mungu, pendo kuu, pendo kuu, pendo kuu ndugu yangu, pendo la Mungu ni kubwa. Pendo la Mungu ni kubwa, latufikisha mbingu. Pendo la Mungu ni kubwa, tutafurahi sana. Huko hakuna jaribu wala ugonjwa na kufa. Tumeokoka sababu, haleluya, pendo la Mungu ni kubwa. Tumeokoka sababu, ndugu yangu, pendo la Mungu ni kubwa. Wewe na mimi tumeokoka sababu, haleluya, pendo la Mungu ni kubwa. Pendo kuu, upendo kuu, upendo kuu, baba yangu, pendo la Mungu ni kubwa. Haleluya. Mungu Baba yetu uliye juu ya mbingu zote, ninakushukuru Mungu kwa upendo wako wa ajabu ambao ulitupenda sisi. Ninakushukuru Mungu kwa hatua ulifanya kwa ajili yetu Baba. Jina lako libarikiwe Baba. Jina lako lipewe sifa Mungu. Jina lako linuliwe milele na milele Baba. Haleluya. Tukulinganishe na nani Baba? Tukufananishe na nani Baba? Hakuna katika ulimwengu mzima. Kwa sababu tuko jinsi tulivyo ni sababu ya pendo lako kubwa ambao ulitupenda sisi Mungu. Hatukukupenda sisi kwanza, lakini wewe ndio ulitupenda kwanza Bwana. Haleluya. Kwa sababu ya hii tuko jinsi tulivyo Mungu wetu, kwa sababu ya kazi ulifanya mwenyewe Bwana wangu. Yesu wangu, niseme nini Baba? Naombea neno lako ulibariki. Yale naweza kusema yako mengi. Neno lako naomba ulibariki. Ulibariki ndani ya mioyo yetu, ulitakase ndani ya mioyo yetu, ulisafishe ndani ya mioyo yetu maradufu Bwana. Hata kila atakayelipokea, kila atakayelisikia Bwana litende kazi. Litende kazi, litende kazi, litende kazi, litende kazi. Kila mmoja wetu ajumlishe upendo wako ndani ya maisha yake Baba. Mungu ninakushukuru sana. Tubariki saa hii. Roho Mtakatifu alisafishe maradufu. Roho Mtakatifu awe pamoja nami hapa. Roho Mtakatifu atuzunguke sote. Kila atakayelisikia asikie ameguswa. Asikie ameguswa. Asikie ameguswa. Haleluya. Bwana Yesu, ninakushukuru sababu utafanya kazi yako. Neno ni lako na si ni wako. Mapenzi yako ifanyike Baba. Katika jina la Yesu Kristo. Baba tunaomba na kushukuru. Amen. Jambo wapendwa, kila anayenisikia na kila anayenifuata, Bwana kubariki na kutendee mema. Haleluya. Mimi kwa jina ninaitwa Mama Evangeliste Mali ya Bwana Stefania Mulimbo. Mimi ni mama wa Injili, mama mhubiri. Nilipomwamini Kristo tangu mwaka wa 1983 nikampokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tangia wakati ule na nikaanza kazi ya Injili. Nilipo na ile mwaka ndio nilibatizwa, nikaanza kumhudumia Kristo kanisani. Katika huduma zote Bwana alinipa nilizitimiliza kanisani. Nikawa mwimbaji, nikawa muombaji, nikawa mhubiri wa Injili, nikawa muongozi mkanisa, naongoza ibada ya siku ya Mungu, naongoza ibada ya makwaya, naongoza. Mimi nilifanya huduma zote. Nakaribisha wageni, napika chakula cha wageni. Ni kazi kubwa Mungu alinipa na nikatimiza zile huduma ndani ya kanisa langu. Basi Mungu alinipa neema. Nilianza kutoka nje na Injili, naenda nchi niko nena hubiri, Mungu ananipa ujumbe, napeleka ujumbe. Na tangia wakati ule sijaanguka, nimwache Mungu. Sijaanguka nitupe msalaba. Sijaanguka mzambi. Niliendelea katika kumhudumia Mungu.
Najua katika dunia hii hatuwezi kukosa matatizo, iko makosa iko, lakini kusema nimefanya dhambi lile la kumwaibisha Mungu, la kuangusha huduma yangu, hapana, haitakuwa maisha yangu. Na mpaka leo ninaishi, naanza kuwa mzee, ninazeeka, lakini ningali pamoja na Kristo. Imani ile ile niliyoipewa, imani ya kwanza, ile imani iko inatenda kazi ndani yangu, maana bado ningali namtumainia Mungu. Imani yangu bado ningali najenga katika msingi wa mitume na manabii, na kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa hiyo. Basi tutaingia katika somo letu la leo. Somo letu ni kuhusu upendo wa Mungu. Ni kuhusu upendo wa Mungu. Na hapa tunaenda kusoma neno katika kitabu cha Yohana Mtakatifu. Teme yetu niko katika kitabu cha Yohana Mtakatifu. Tunasoma sura 3 mstari wa 16. Neno la Bwana linasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hapa tunasoma ni neno la Mungu. Ni Yesu mwenyewe alisema maneno hii. Na ni habari zake, tunaangalia habari za Yesu. Habari tunasoma ni habari za Yesu pamoja na wanafunzi wake katika safari yake ya Injili. Yesu iko anatembea na Injili, iko anafundisha, iko anaonyesha watu upendo wa Mungu, iko anaonyesha watu na yeye mwenyewe ni Mungu. Na hapa tunakutana aliyeandika kitabu hiki, tunamwona ni Yohana Mtakatifu. Alikuwa mmoja wa wanafunzi wa Yesu Kristo. Na huyo Yohana ndiye alikuwa amependwa sana na Bwana. Yesu aliwapenda wanafunzi wake wote, lakini huyu Yohana alikuwa na kitu tofauti yake. Maana yeye ndio alikuwa anaegemea kifuani pa Kristo. Alikuwa anaegemea kifua cha Bwana. Na sisi tumwambie Mungu, na sisi tuegemee kifua cha Yesu. Tuegemee katika kifua cha Mungu. Tuegemee katika kifua cha Kristo. Tupendwe na Kristo. Kristo atufurahie na sisi. Tuwe marafiki zake, tumwegemee kila wakati. Ndio Yesu anataka. Na hapa tunakutana somo letu katika upendo. Kuna aina 3 za upendo, wapendo. Kuko aina 3 za upendo. Kuna kuwa aina ya kwanza inaitwa agape. Agape ni upendo wa Mungu. Ya pili tunaona philis. Philis ni upendo wa kindugu. Ya tatu tunaona ailos, ni upendo wa faida. Lakini katika aina hizi 3 za upendo, zaidi tutazungumza kuhusu upendo wa Mungu. Yaani Mungu alitupenda upeo. Upendo usiokuwa na faida. Hapa tunaangalia neno la Bwana linatuambia hivi: upendo wa Mungu kwa wanadamu una asili yake. Upendo wa Mungu kwa wanadamu una asili yake katika mapenzi yake tu. Una asili yake katika mapenzi yake tu. Maana yeye mwenyewe aliamua, yeye mwenyewe alipenda kuwapenda wanadamu, kuwapenda watu wote, hakubagua. Maana ilikuwa ni katika mapenzi yake tu. Anapenda watu kwa sababu ameamua kuwapenda, si kwa sababu wao wanastahili kupendwa naye. Hakuna mwanadamu wote ambaye aliyestahili kupendwa na Mungu. Hakuna yule aliyestahili mbele zake, lakini sababu yeye mwenyewe aliamua kuwapenda wanadamu. Haleluya! Kukupenda wewe, kunipenda na mimi. Haleluya!
Mahali ulipo, sema sifa kwa Kristo, sema tu haleluya, kwa sababu aliamua kukupenda, akaamua kunipenda. Hakuna mtu anaenda mbele za Mungu kumwambia Mungu nataka unipende mimi, na hakuna, lakini aliamua uamuzi wake, haleluya, kukupenda wewe, kunipenda mimi. Na hata tukisoma katika neno la Mungu katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, neno la Bwana linasema katika sura 7 na mstari wa 8, sura 7 na mstari wa 7 mpaka wa 8, neno linasema hivi: Bwana hakuwapenda ninyi wala kuwachagua ninyi kwa sababu mlikuwa wengi kuliko mataifa yote. Ndio vile Bwana iko anaambia Israeli, anasema Bwana hakuwapenda ninyi wala hakuwachagua ninyi kwa sababu mlikuwa wengi kuliko mataifa yote. Mungu hakupenda Israeli sababu alikuwa wengi. Hapana. Anasema maana mlikuwa wachache kuliko watu wote. Mlikuwa wachache kuliko watu wote. Na hii habari kusema mlikuwa wachache kuliko watu wote, walikuwa wadogo sana. Walikuwa wadogo, wachache sana kuliko watu wote. Hapa mstari wa 8 anasema bali kwa sababu Bwana anapenda na kwa sababu alitaka kutimiza uwapo wake, yani kiapo chake aliowapia baba zetu, ndivyo sababu Bwana akawatoa kwa mkono wa nguvu, akawakomboa katika nyumba ya utumwa. Maana ilikuwa kusudi lake. Maana Israeli ilienda Misri ni kwa mpango wa Mungu, ni Mungu alitaka, ilikuwa kwa moyo wake Israeli aende Misri. Unajua sababu gani Israeli aenda Misri? Kwa mpango wa Mungu. Mungu alitaka nchi yote ya Misri wajue kwamba pana Mungu. Jua walikuwa wanajua Mungu, wajue kwamba pana Mungu aliyeumba mbingu na nchi, ambaye ana uwezo juu ya kila mwanadamu, ambaye ana uwezo juu ya wafalme wote, ambaye ana mamlaka, ambaye anajulikana. Njoo kusudi la Mungu alitaka. Maana Mungu anafanyia kila kitu kwa kusudi lake mwenyewe. Kwa sababu ya hii njoo Israeli ilienda Misri. Lakini na akaamua akasema mimi batenda Misri, lakini ndawatoa tena huko ili niwapeleke mahali wataenda kustulia na kustarehe. Na ndio sababu ni kwa uwapo wake Mungu alifanya hiyo. Kwa sababu gani? Ni kiapo aliapiana na Ibrahimu, baba yetu wa imani. Walizungumza na akamwambia habari zote, itakuwa hivi, itakuwa hivi. Na Mungu alimwambia Ibrahimu, kizazi chako kitaenda Misri. Kule watakaa miaka 400. Miaka 400 bako kule. Na mwele miaka 400 baadaye nitawatoa. Lakini Mungu aliwakomboa katika nchi ya Misri baada ya miaka 450. Maana kama ile 50 waenda njoo Mungu alikuwa anaandaa sasa Musa. Hatuende kule, lakini niko napeleka kuona mahali Mungu alitoa Israeli. Na ni kwa sababu gani Mungu alitoa Israeli katika nchi ya Misri? Naye anasema aliwakomboa kwa mkono wa nguvu. Aliwakomboa kwa mkono wa Farao, mfalme wa Misri. Tunajua zile habari, mwana sumaga Biblia najua zile habari. Hatuko huko. Lakini sasa neno la Bwana linatuambia hapa katika kitabu cha Yeremia sura 31 mstari wa 3, neno la Bwana linasema Bwana alinitokea zamani akisema, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele. Bwana alimtokea Yeremia akamwambia nimekupenda kwa upendo wa milele. Si Yeremia alimwambia Mungu nipende. Mungu mwenyewe ndiye alimwambia Yeremia mimi nimekupenda. Maana Yeremia alisema Mungu amenitokea. Alimtokea Yeremia akasema naye akamwambia nimekupenda kwa upendo wa milele. Hapana upendo wa siku moja, lakini upendo wa milele. Akasema hapa ndiyo maana
nimekuvuta kwa fadhili zangu. Ndio maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Maana Mungu ndiye ambaye alituvuta. Upendo wake kwanza unatafuta watu, baadaye anawavuta. Na neno la Kristo linasema, Yesu mwenyewe anasema, hakuna mtu aliyekuja kwangu isipokuwa amevutwa na Baba yangu. Haleluya. Maana ni Mungu ndiye ambaye anatafuta, anamleta mtu kwa upendo wake, anamtia pale. Mungu ni mwalimu, anakufundisha kwanza. Anakufundisha upende, usipopenda utaamini. Maana yeye ndiye alikuleta. Atakufundisha na mafundisho ya Mungu, masomo ya Mungu iko ya kila aina. Kuko wale wanafunzwa na magonjwa, anapigwa magonjwa, mwele magonjwa apenda, asipopenda ataokoka. Kuko kwa njia mbalimbali Mungu ndiye anatufundisha. Kila mtu kuna yake njia yenyewe Mungu alimfundisha, mna anamleta. Na baadaye kisha kuangalia na kuivisha mzuri sana. Hapa hautaanguka, hautarudia nyuma tena. Hapa unasimama, anakupeleka kwa mkono wa Yesu Kristo. Yesu Kristo anabakia na kazi nao pale. Roho Mtakatifu anabakia kwa anatenda kazi pamoja na wewe. Ndio vile Mungu anafanyaka. Hakuna mtu, hatukujileta kwa Yesu si wenyewe. Ni Mungu mwenyewe alifanya kazi kututafuta kwa tulikuwa, baada ya kututafuta katuvuta, katuleta. Baada kwanza katufundisha, anatufundisha. Hakuna gizo mwanadamu utaweza kukwepa somo la Mungu. Kama kuko majaruni na kukuia vitu vinakuwa, kuko kitu Mungu anakufundisha. Mungu akataka kufundisha watu, atakuwa katikati yao, utakuwa jaribu kwao. Watu watakuwa naona uko jaribu. Lakini mafundisho ya Mungu. Mpaka uelewe hii kitu kiko hapa kwa ajili ya nini? Hii inanipata ni kwa ajili ya nini? Mpaka uelewe, utakuja kugundua hii ni Mungu. Upendo wa Mungu uko na kuzunguka hapo. Hapa tunaona anasema hapa, ndio maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Iko naambia Yeremia, ndio sababu nimekuvuta kwa fadhili zangu. Fadhili za Mungu kwetu ni kubwa. Tumevutwa na Mungu kwa ajili ya fadhili zake. Tumevutwa na Mungu kwa sababu ya rehema zake na huruma zake. Ndio sababu tumevutwa na Mungu. Maana tukiangalia ya kwamba Warumi sura yake ya 5 na mstari wa 8, neno la Bwana linasema nini? Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa sababu Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Mungu anaonyesha upendo wake kwetu sisi, akamtuma Kristo afe msalabani kwa ajili yetu. Hiyo ni upendo mkubwa Mungu alionyesha. Nani mwanadamu anaweza kukubali niko na mtoto mmoja, acha nimtoe akufe juu ya dunia mzima? Natoa mtoto huyu. Nani ataitika? Isipokuwa mtu mmoja tu dunia mzima, Ibrahimu. Mungu anamwambia nipe mtoto akwe sadaka. Ibrahimu alikubali, lakini naye alikuwa na uchungu ndani yake, kwa uchungu. Lakini hakujali, akasema nitamtii Mungu. Huyu Mungu mwanasema mwalinipa huyu, atanipa, anayua. Akimchukua huyu atanipa mwingine. Ibrahimu alikuwa na imani ya matata, imani ya ajabu. Lakini Mungu yeye ule umoja kaamua amtoe juu yetu. Tulifanya dhambi, tulifanya mabaya, lakini Mungu akasema na mtoto wangu aende. Anikombolee wale watu wangu niliumba kwa mfano wangu, wasipotee. Maana katika maandiko tulisoma anasema hata mmoja asipotee, bali wote wawe na ule uzima wa milele na milele katika kuamini. Ndio sababu Mungu alifanya, sitaki nimpoteze hata mmoja. Lakini tunaona sasa hapa katika kitabu cha Waefeso sura yake ya 2, waraka wa Paulo kwa Waefeso, anasema sura ya 2 mstari wa 4 mpaka 5, anasema lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, haleluya, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu. Mungu alitupenda, kwa mapenzi yake alitupenda.
Na wakati ule tulikuwa tungali wafu, tulipokuwa tungali wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituuisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema. Neno la Mungu linasema Yesu Kristo alizichukua dhambi zetu angali hai, iko mzima. Anaenda Getsemani, saa inaenea, anaona uzito, iko mzima. Jasho ya damu inamtoka katika maombi, iko naomba Baba, jasho inamtoka ya damu, iko mzima. Anaondoka pa anakamatiwe, kwenda anapigwa, iko mzima, iko nasikia maumivu vile wanapigaga mtu, mwili ndio iko wanapiga. Maana Yesu alikuwa mwanadamu 100% na Mungu 100%. Na tunaona ya kwamba Yesu iko anaenda anapigwa, anabeba msalaba, iko mzima. Kila kitu mabao walimfanyia, wanamtemea mate, iko mzima. Wanamuzi yake iko anasikia vile mtu wanamuzi yake. Yeye hakufanya dhambi, hakufanya ubaya, lakini akakubali, akameza, akastahimili ile mabaya, akaistahimili ili wewe uokolewe na mimi niokolewe. Haleluya! Alistahimili ili uokoke na mimi niokoke. Wapendwa, kama Yesu alistahimili ile, sikia vile mwili na lumago. Sikile wakati ulikuwa nampiga, walikuwa wanamhurumia, walimpiga kweli kweli, hakuna huruma. Alipigwa kweli kweli, hakuna huruma. Walipiga mahali wanataka, hakuna huruma. Na Biblia inatuambia kwa kupigwa kwake sisi tulipona ile majeraha za mwili. Neno la Mungu linasema Yesu alibeba msalaba, iko mzima. Wanampeleka pale Golgotha, pale wanamtia mikono, msumari wanaipiga mu mikono, iko mzima, nasikia uchungu. Alikuwa katika mwili. Biblia inasema aligogomea dhambi zetu pale msalabani angali mzima. Sio kusema alikuwa amenisha kufa, lakini alikuwa mzima. Ndio pale Yesu anabeba dhambi zetu. Wanapiga msumari mu mkono, inaingia mnyama, inavuka, inaingia mpaka mbao. Iko mzima, nasikia. Wanatia miguu, wanapiga msumari mu miguu yote mbili, inapita mu minyofu, mu mifupa mpaka mbao, iko anasikia. Wanamchoma mkuki ndani ya ubavu, iko anasikia. Wapendwa, anagogomea dhambi zetu pale msalabani, yuko mzima. Dhambi zilimlemea, laana yetu yote alibeba ya dunia nzima. Kama watu ni maelfu na maelfu, hatuwezi kuwahesabu. Wapendwa, dhambi zako na zangu za dunia mzima ilikuwa na hesabu gani? Ilikuwa na kilo ngapi yenye Yesu mtu mmoja alibeba? Wapendwa, Mungu atusaidie. Tufikirie kuhusu upendo wa Mungu kwetu. Ule upendo Mungu alitupenda tufikirie. Tusi watu tunafikiria mabaya. Tufikirie upendo wa Mungu. Tumpende Mungu. Tuegemee kifuani pake kila wakati, usiku na mchana. Maana hilo ndio kusudi lake anataka. Bwana tusaidie sana wapendwa. Tujue kwamba Yesu alifanya kazi ya ajabu, yenye haiwezi kufanyika hata na mtu wote dunia nzima. Haikukuwa kazi ya kawaida ya kila mtu aifanye. Filme tunaiona, lakini haiko mingi wanatuonyesha. Lakini ni mengi. Yesu aliteswa, alifanyizwa vitu vingi vibaya, lakini akastahimili. Wanamvua manguo yote katikati ya watu, nani atakubali? La, atasema mie Mungu kweli, mimi ndio nitike mwanadamu nilimuumba nifanye hivi? Haiwezekani. Unajua wakati walikuwa kumkamata kwa anabauliza, mnamtafuta nani? Akasema, baka mjibu, tunamtafuta Yesu Mnazareti. Bakarudia nyuma, bakaanguka. Sipale alikuwa na mamlaka ya kwenda, sasa alikuwa na mamlaka ya kuwaua, sasa alikuwa na mamlaka ya kuonyesha nguvu zake, lakini haiko ndio kazi Yesu alikuwa kufanya ile. Yesu alikuja kufanya misio speciali juu yako na juu yangu mimi. Akajishusha paka chini. Mamlaka yake akaiacha. Maana yote aliacha mbinguni. Tunaona ya kwamba Yesu pale msalabani anabeba dhambi zinamlemea. Ilifikia wakati anasema, Baba, mbona umeniacha? Baba yake naye alimwacha kwanza abebe ile maneno, abebe kwanza ile dhambi zake, ateseke na zile dhambi pale. Ndio ilikuwa mpango ya Mungu. Lakini mwisho Yesu anasema, Baba, yote imekwisha. Akaona nimemaliza kazi yote, nimewaleta wote. Nimewaleta Baba.
Sasa yote imekwisha, kazi uliniambia kufanya nimemaliza, na mikononi mwako naiweka roho yangu. Haleluya. Fikiria ile kazi Yesu alifanya. Unajua shetani alipomuona Yesu pale msalabani, alijua mimi namuweza. Lakini unajua kitu gani kilifanyika? Yesu sasa alikufa, kashuka chini. Shetani alishituka Yesu anamtokea. Ndio alienda kumnyang'anya mamlaka. Akamnyang'anya wa ufunguo. Yesu akapita mule mkuzimu. Yesu alienda kumfuata mule, akawafungulia watakatifu wale waliokuwa wakifungwa na shetani. Biblia inasema Yesu sasa alipaa, makaburi zilipasuka, akapanda nao wale watakatifu. Kazi kubwa Yesu alifanya kwa ajili yako na kwa ajili yangu mimi. Na ndio sababu Biblia inatuambia hapa katika kitabu cha Waefeso, anasema hapa tuliokolewa ni kwa neema ya Mungu. Hatukustahili, ni kwa neema ya Mungu tumepata wokovu. Anasema hivi, neno la Bwana linasema katika kitabu cha Waefeso 1:4, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Ndio Biblia inatuambia hapa, neno la Mungu linasema kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuweka msingi ya ulimwengu. Yesu, Mungu mwenyewe ndio alituchaguaka kwanza kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Unaingia mtumbo ya mama yako, mimi naingia mtumbo ya mama, Mungu anatuchagua. Mungu alijua mtu fulani atakuwa hivi. Stefano atakuwa mhubiri wa Injili, Stefano atakuwa mwevangeliste. Njoo vile Mungu aliona. Lakini sasa naona Mungu lile alifanya kazi kubwa. Kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu, Mungu akatuchagua, akatufanya jinsi tulivyo. Ndio kule Mungu alisemaka akatufanya tuwe watakatifu, ili tuwe watakatifu. Na mtu anasema hakuna watakatifu, wapendwa, watakatifu wako duniani. Duniani kuko watakatifu. Kuna watakatifu duniani. Watakatifu ni wale wanamcha Mungu, ni wale wanaogopa dhambi, ni wale wanatembea katika mapenzi ya Mungu. Watakatifu wako duniani. Watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Basi kwa sababu ya hiyo, Mungu atubariki. Saa yetu naisha, nilisema tutakuwa dakika 13 kwa somo letu. Tutaendelea na hii mafundisho yetu, sikumaliza. Tutaendelea nao polepole mpaka wakati tutaimaliza yote kuhusu upendo wa Mungu. Mungu atubariki sote na Mungu atutendee mema. Mungu abariki wote wamesikia neno lake. Utukufu wa Bwana uwarudilie. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru sana kwa neno lako ambalo umetupatia siku ya leo. Ninasema asante kwa sababu ya uaminifu wako Mungu. Tenda ishara zako na utende miujiza zako kwa leo wote wamesikia Baba. Acha neno lako lizame ndani mwao kama nanga. Roho Mtakatifu alitafsiri maradufu ndani mwao. Uweza wako tende kazi ndani mwao. Baraka zako tende kazi ndani mwao. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakusihi maana uko Mungu. Mungu naweza mambo yote na unajua mambo yote. Najua utatenda ishara zako mwenyewe kwa watoto wako. Asante Mungu kwa siku ya leo. Umetupa neema ya kulisikia Baba. Acha tutafakari upendo wako. Tutafakari upendo wako. Bariki dunia nzima Bwana. Bariki wote wananisikia Bwana. Uwatendee mema Bwana. Kwa neno lako siacha hata umoja potee. Kila mmoja fikirie upendo wako. Kila mmoja fikirie kazi ulifanya kwa ajili ya maisha yake Bwana, ili wokovu wako upate kuwajilia watoto wako wote. Asante Mungu. Maana najua katika dunia kuna watu wako na watoto wako. Acha wote wageuze kwa watoto wako Mungu. Baba, fanya kazi yako kwa neno lako. Utukufu ni wako, heshima ni zako na baraka ni zako. Hivi naacha wapendwa wote mikononi mwako Mungu. Amani yako na baraka zako naomba zipate kutenda kazi katika uweza wa jina la Yesu Kristo Bwana, Mwokozi wetu na mfalme na mkombozi wetu. Naomba na kukushukuru hivyo. Amen. Kwa heri wapendwa, tutaonana tena wakati mwingine. Saa Mungu anaruhusu tena tuingie, tutakuwa tena pamoja katika juma hili. Ninajua Mungu atatubariki na atatuongoza kwa yote. Jina la Bwana libarikiwe. Basi mubaki na Yesu. Kila mmoja tafakari neno la Bwana. Amen. Amen. Kwa heri wapendwa. Kwa heri.